Tunajua kabisa kuwa kila mtu ana maumivu ambayo aliyapata kwa siku ya jana, lakini kwa siku ya jana sio mara ya kwanza kwa dabi kuahirishwa, wala sio mara ya pili kwa dabi kuahirishwa. Siku ya leo moja kwa moja tunaenda kwenye historia na kuangalia historia inasema nini kuhusiana na kuahirishwa kwa dabi. Ile ya siku ya jana ilikuwa ya 7 ya dabi kuahirishwa. Tunakupa historia jinsi ilivyokuwa. Mwaka 1969 ndio mara ya kwanza kabisa dabi kuahirishwa, na hii ilikuwa ni baada ya Simba kunyimwa kukata rufaa kwenye mchezo ambao walicheza na African Sport kutokea pale Tanga, na mchezo huo uliisha 1-1. Na sababu kuu ya Simba kukata rufaa dhidi ya African Sport ni baada ya Simba kuona African Sport wamemchezesha mchezaji ambaye bado hajasajiliwa, alikuwa ni golikipa, na baada ya kupeleka kesi hiyo kwenye shirikisho la soka ambalo lilikuwa linaitwa Fati, bwana wakakataa rufaa hiyo na kusema kuwa walikuwa na taarifa kuhusiana na African Sport kumchezesha mchezaji ambaye bado hajasajiliwa. Kwa hiyo wao walikuwa na sababu ambazo waliweza kuletewa na African Sport, na sababu kuu ilikuwa ni kwamba golikipa wao ambaye alikuwa amesajiliwa alikuwa anaumwa macho, lakini mwingine alikuwa yuko safarini. Maswali yalikuwa ni mengi sana. Hii ilipelekea Simba wao kukataa kucheza mchezo ambao huko mbele yao ambao walikuwa wanaenda kukutana na Yanga, sababu kuu ikiwa ni baada ya kunyimwa kukata rufaa. Na baada ya timu ya Simba kutokupeleka timu uwanjani, moja kwa moja walipigwa faini ya shilingi 500. Kwa nyakati hizo ilikuwa fedha nyingi sana na shirikisho la soka Fati kabla halijabadilika kuwa TFF. Lakini kwa mara ya pili ni kwamba ilikuwa mwaka 1992 Yanga waligoma kupeleka timu. Sababu ilikuwa ni Yanga walikuwa wameshatangazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu. Sasa wakaona mchezo wa mwisho wanaenda kukutana na Simba Sport Club, hatimaye wakaona haina haja ya kwenda kukutana nao kwa sababu wao wameshakuwa mabingwa, hawana haja ya kwenda kucheza na Simba. Hatimaye tukaja kuona Simba walipewa pointi za mezani, magoli 3, na wakapewa pointi 3. Lakini baada ya Yanga kutokupeleka timu, chama cha soka iliwapiga faini Yanga, faini ya shilingi 250,000, faini ambayo ililipwa na mwamba mmoja anaitwa Martaza Deuji. Huyu bana alitoka moja kwa moja Pan Africans na kuhamia Yanga kama wanachama, yeye akaamua kuilipa hiyo faini. Lakini mwaka mwingine ilikuwa mwaka 1996. Huu mwaka pia Simba wao hawakupeleka timu uwanjani. Sababu ilikuwa Simba walipeleka ombi kwenye shirikisho la soka la mpira wa miguu kwa wanaomba mchezo wao ambao walikuwa wanacheza na Yanga usogezwe mbele. Sababu kuu ilikuwa ni wao wana michezo ya kimataifa, na michezo hiyo ilikuwa ni moja kwa moja kutokea kafu, na Simba walikuwa wanaenda kukutana na timu kutokea Zambia. Baada ya Simba kutokupeleka timu uwanjani, Yanga wao walipewa pointi 3. Mwaka mwingine dabi kuahirishwa au kutokuchezwa ilikuwa mwaka 2002. Yanga waliingia mitini. Sababu kuu ni kwamba Yanga walimsajili mchezaji kutokea Simba. Mchezaji huyu alikuwa anaitwa Saidi Maulidi SMG. Bana, mchezaji huyu alihama Simba akahamia Yanga. Alivyohamia Yanga akawa na kiwasha kweli kweli, mchezaji ambaye alileta vurugu kweli kweli baada ya kutoka Simba na kuhamia Yanga. Lakini baadaye tukaja kuona mamlaka ya mambo ya ndani ya Tanzania moja kwa moja wakasema kuwa Saidi Maulidi sio Mtanzania, ni mtu kutokea DRC Congo. Kwa hiyo wakamstisha na kumzuia kutokucheza mpaka pale ambapo atapata vibali vya kucheza soka Tanzania. Lakini Saidi Maulidi alipinga sana swala hilo na likapelekea timu nzima ya Yanga kutokwenda kushiriki mchezo ambao ulikuwa uko mbele yao, na mchezo uliokuwa mbele yao ni kwamba walikuwa wanaenda kukutana na Simba Sport Club. Mchezo huo waliamua kususa kutokwenda uwanjani, sababu kuu ikiwa hawana mchezaji wao ambaye wanamtegemea au mchezaji tegemeo kwenye mchezo ambao wanaelekea Saidi Maulidi. Hivyo tukaja kuona Yanga wao waligoma kabisa kutokuelekea uwanjani, na hiyo ni mara ya 4 kwa dabi kuahirishwa. Lakini mara nyingine tena ilikuwa mara ya 5, ilikuwa mwaka 2008. Mwaka huu michuano ya Sekafa Kagame Cup ilifanyika na Yanga na Simba walishiriki kama jinsi ambavyo wanashiriki nyakati zote. Lakini wakati wakishiriki, najua kabisa kuwa mwaka huo wote wawili walitolewa katika hatua ya robo finali, na hivyo kupelekea kwenda kucheza mchezo wa kutafuta mshindi wa 3. Lakini taarifa zinasema kuwa Simba na Yanga walikaa mezani na kukubaliana kuwa kabla ya kucheza mchezo huo wahakikishe kwamba kwa umoja wao wamelipwa kiasi cha milioni 50 ndipo waende uwanjani. Lakini Simba wao walikuwa wako vizuri kiuchumi, ndipo Simba wakawasaliti Yanga, wao wakaenda uwanjani, Yanga wakasusa. Hivyo ikasababisha Yanga kupigwa faini na kufungiwa kutokucheza michuano ya Sekafa Kagame Cup.
Kwa mara ya 6 dabi kuahirishwa ilikuwa mwaka 2021. Mwaka huu kulikuwa na mkanganyiko wa ratiba. Taarifa ya mwanzo kabisa kuhusiana na mchezo huu utapigwa majira ya saa 11 kamili. Kwa hiyo majira ya saa 11 kamili Yanga walikuwa wameshawasili katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Walipofika pale wakawa wanasubiri kuanza kwa mchezo, lakini mchezo haukuanza. Simba wakaja majira ya saa 12 pale baada ya kuwakuta Yanga wako uwanjani wamefanya mazoezi ya kutosha na vitu kama hivyo. Baada ya Simba kufika, Yanga ndipo na wao pia wakaondoka kuonyesha kuwa hamjatupa taarifa na taarifa hatuna, ratiba ilikuwa inasema hivi na nyinyi mmebadilisha ratiba. Wakati huo ndipo dabi pia ikaahirishwa. Ilikuwa mwaka 2021. Kwa mara nyingine tena ni jana ambapo tunaona Simba baada ya kunyimwa kutokufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa jana yake ambayo ilikuwa Jumamosi jioni, Simba walinyimwa kufanya mazoezi na meneja wa uwanja sababu kuu ilikuwa ni kutokupata taarifa kutoka kwa klabu hiyo kuwa inakuja kufanya mazoezi. Na baadaye tukaja kuona taarifa ambayo imetoka majira ya saa 8 usiku kuhusiana na dabi hiyo kuahirishwa na Simba kususia game hiyo. Baadaye tukaja kuona Yanga nao pia wametoa statement kuwa mechi ipo majira ya saa 1:15 game itaanza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ndipo bodi ya ligi nayo pia ikatoa taarifa yake kuhusiana na mchezo huo kuahirishwa. Kwa hiyo hii ni mara ya 7 dabi kuahirishwa na imekuwa na mshike mkubwa sana. Mara zote hizi tunaona timu zikipewa pointi 3 lakini na mabao 3 huku wakitoa fedha na faini ambayo watapigwa, lakini tunasubiri maamuzi kuona jambo hili likichukuliwa maamuzi makali, na ukali wake pia tunasubiri kuona bodi ya ligi ikifanya kwa ukubwa wake. Yangu macho yako macho, tunajumlisha kwa pamoja hapa ndani ya Healing FM.